Jumatatu Machi 16, lakini kwanza Phyllis Mwate huyu hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Phyllis, karibu. Shukran Skola na karibu msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa muungano wa kujihami wa kijeshi wa NATO, akisema kuwa muungano huo utakabiliwa na athari mbaya sana iwapo wanachama wake watashindwa kusaidia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema hayo katika mahojiano na gazeti la Financial Times, huku akiongeza shinikizo kwa nchi za Ulaya kujiunga na vita vyake dhidi ya Iran. Trump pia alisema kwamba anaweza kuahirisha ziara yake kwenda China ikiwa China haitasaidia katika juhudi za kufungua njia hiyo ya bahari. Milipuko imeripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Iran, Tehran, huku moshi ukionekana karibu na uwanja wa ndege. Jeshi la Israel limesema linafanya mashambulizi makubwa dhidi ya Tehran, huku vita hivyo vikiingia siku ya 17. Jeshi la Marekani nalo limesema kwamba uwezo wa kijeshi wa Iran umepungua, lakini Iran imeendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya washirika wa Marekani kote Mashariki ya Kati. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Bobi Wine, amethibitisha kwa BBC kwamba yeye na familia yake wameondoka nchini humo baada ya kujificha kwa karibu miezi miwili. Alisema ilikuwa wazi kwamba kile alichokiita utawala ulitaka kumwondoa au kumuua. Bobi Wine alipinga matokeo ya uchaguzi wa urais wa Januari ulioshindwa na kiongozi wa muda mrefu wa Uganda, Yoweri Museveni. Najua kwamba hata kama niko nje ya Uganda bado siko salama, kwa sababu ninajua ninatafutwa na utawala ambao pia una uwezo wa kufuatia maadui wake wa kisiasa popote pale walipo. Wherever they are. Na Israeli imesema kwamba itafungua kwa kiasi kivuko kikuu cha Rafah huko Gaza, kinachounganisha ukanda wa Gaza na Misri baada ya kufungwa mwanzoni mwa mgogoro wa sasa na Iran. Kivuko hicho kilifunguliwa tena mwezi wa Februari mwaka huu baada ya kufungwa kwa muda mrefu wakati wa vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza, lakini kilifungwa tena mapema mwezi huu kufuatia tathmini ya usalama iliyofanywa na Israel. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Phyllis Mwate akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Tanzania tusikilize kupitia CJFM Tabora na Bomba FM nyanda za juu kusini mwa taifa hilo. Nchini Kenya Must FM na Mwenedu FM. Uganda Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na kukaribisha kwa mara nyingine. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa muungano wa kijeshi wa NATO, akisema kwamba muungano huu utakabiliwa na athari mbaya sana iwapo wanachama wake hawatasaidia katika juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kauli yake inakuja na ikawa ni shinikizo kwa nchi za Ulaya kujiunga na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mamlaka za Iran kwa kiasi kikubwa zimefunga njia hiyo ya bahari ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yote duniani. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Bei za mafuta katika soko la kimataifa zimepanda hadi dola 106 kwa pipa kufikia Jumapili jioni. Rais Trump alionya kwamba ikiwa hakutakuwa na mwitikio kutoka kwa mataifa mengine, hali hiyo inaweza kuwa mbaya sana kwa mustakabali wa NATO, akisema kwamba Marekani imekuwa mpole sana kwa washirika wake wa Ulaya. Baada ya kutoa maoni yake kuhusu NATO, Donald Trump pia alizungumza na gazeti la Financial Times kuhusu mkutano wake ujao mjini Beijing na rais wa China Xi Jinping. Rais huyo aliambia gazeti hilo kwamba anatarajia China kusaidia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kabla ya mkutano huo. Mkutano huo mjini Beijing umepangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi, lakini Trump alisema angependa kuona China ikichukua hatua kabla ya hapo kwa sababu wiki mbili ni muda mrefu sana kusubiri. Kauli za Trump zimekuja siku moja tu baada ya kutoa wito kwa China, Ufaransa, Japan, Korea Kusini na Uingereza kuungana katika juhudi za pamoja za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Iran haijawahi kuomba kusitishwa kwa vita wala hata kuomba mazungumzo na Marekani. No, we never asked for a ceasefire. We have never asked even for negotiation.
Hii inafuata kauli ya awali ya Donald Trump aliyedai kwamba Iran ilitaka kufanya mazungumzo, lakini yeye hakuwa tayari kuyakubali kwa sababu masharti yake hayatekelezeki. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar amesema kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Iran yamesaidia kuwezesha meli za India kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. India huagiza kutoka nje takriban 60% ya gesi ya kupikia inayotumiwa manyumbani, ambapo karibu 90% ya gesi hiyo hutoka kwa wazalishaji wa Ghuba kama vile Saudi Arabia. Sehemu kubwa ya mafuta hayo husafirishwa kupitia mlango huo wa bahari wa Hormuz. Naam, ni Phyllis Mwote. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine ameambia BBC kwamba aliondoka nchini humo baada ya uchaguzi wa Januari kwa sababu aliogopa kuuawa. Akizungumza na kipindi cha News Hour kutoka eneo lisilojulikana baada ya kujificha kwa miezi miwili, anasema kwamba ilikuwa ni wazi kuwa utawala ulitaka kumuondoa kabisa. Zaidi na Sam Batenzi. Mwanamuziki huyo aliyegeuka kuwa mwanasiasa hapo awali alitangaza kuwa ameikimbia nchi kupitia video aliyochapisha kwenye mtandao wa X. Katika video hiyo alirudia madai yake kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu ili kumpendelea rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Museveni mwenye umri wa miaka 81 alishinda kwa 72% ya kura na alishutumu kambi ya upinzani kwa kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi kupitia vurugu. Wine mwenye umri wa miaka 44 ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi Sentamu aliambia BBC kuwa katika kipindi cha miezi miwili alichojificha alikuwa akisaidiwa na wafuasi wake. Alisema Museveni amejaribu mara nyingi kumuua na kwamba mwana wa rais ameweka wazi zaidi vitisho hivyo. Mwana wa Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa jeshi la Uganda, aliandika kuwa Wine anatafutwa akiwa hai au akiwa amekufa bila kumtuhumu kwa kosa lolote maalum, na pia alitoa tishio la kumhasi. Ujumbe huo baadaye ulifutwa kutoka kwenye akaunti yake ya X. Wakati huo huo, baadhi ya maafisa wa serikali wamekanusha kuwa vikosi vya usalama vilikuwa vinamtafuta. BBC imewaomba polisi kutoa maoni yao kuhusu swala hilo. Wine alisema hawezi kutoa maelezo kuhusu jinsi au lini alivyotoka Uganda kwa hofu ya kuwaweka hatarini watu waliomsaidia. Wine pia alisema familia yake iliondoka nchini muda mrefu kabla yake, lakini alieleza wasiwasi kuhusu wanachama wa chama chake cha National Unity Platform waliobaki Uganda, akiwemo naibu wake Lina Zedriga ambaye amemteua kwa kiongozi wa muda. Kiongozi huyo wa upinzani pia alieleza kuwa anatamani kurudi Uganda, akisema kuondoka kwake ni kwa muda mfupi tu. Naam, ni taarifa yake Sam Batenzi. Katika wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Tanzania, familia zenye watoto waliozaliwa kabla ya wakati kwa muda mrefu zimekuwa zikilazimika kusafiri karibu kilomita 100 kupita barabara mbovu ili tu kupata huduma maalum za matibabu, ucheleweshaji ambao pia umegharimu maisha ya watoto wengi wachanga. Sasa kituo kipya cha huduma kwa watoto wachanga ya Neonatal Care Unit kilichojengwa na taasisi ya Doris Mollel na kufunguliwa rasmi na mkurugenzi wa kanda wa World Health Organization Africa WHO Profesa Mohamed Janabi kinatarajiwa kuokoa maisha zaidi ya watoto 1300 kila mwaka. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kaziburi anaripoti zaidi kutoka Kwimba. Ni wanajeshi wadogo wanaopigana vita vikubwa. Katika wilaya ya Kwimba, baadhi ya watoto huzaliwa mapema wakiwa na uzani mdogo sana, wakipumua kwa udhaifu, huku maisha yao yakiwa hatarini. Kwa miaka mingi, familia zilikuwa zinasafiri kwa umbali mrefu, karibu kilomita 100 kwenye barabara zisizo nzuri kuelekea Mwanza mjini, zikitafuta huduma maalum kwa watoto njiti. Lakini sasa kuna matumaini. Wilaya ya Kwimba imezindua kituo chake cha kwanza cha kutoa huduma maalum kwa watoto njiti. Kituo hiki kilijengwa na taasisi ya Doris Mollel na kuzinduliwa rasmi na mkurugenzi wa shirika la afya duniani kwa Afrika, Profesa Mohamed Janabi. Namba ya madaktari ya wauguzi na vifaa vilivyokuwa pale vitaweza sana kupunguza hivi vifo vya watoto wanaozaliwa na kufariki mapema. Kwa hiyo ukiwekeza kule kwenye msingi ili kina mama wasitembee wakaweza kuokolewa pale, ni progress kubwa sana. Kwa mwanamke aliye nyuma ya maono haya, kituo hiki kinaashiria miaka mingi ya wanaharakati alioifanya. Walisahaulika
kwenye mipango ya serikali. Makabila mengi bado wanaamini mtoto anazaliwa kabla ya wakati sio riski. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi kama shirika tunatamani kisiwepo na kisiendelee tena. Tulifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha jamii ijue kuhusu changamoto za watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kila sehemu walisahaulika. Ilikuwa ni jambo zuri kwetu kufanyia kazi kile ambacho kimesahaulika na kuwakumbusha jamii kwamba watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanaishi wakipatiwa mazingira bora. Na kwa wazazi, matokeo yake yanajidhihirisha wazi. Nimejifungua watoto wawili mapacha ambao walikuwa njiti. Walikuwa na kilo 1.4. Watoto walikuwa na shida ya kupumua, ndio maana manesi wakaniambia nikae hapa. Mpaka sasa hivi mtoto wangu anaendelea vizuri. Na matumaini mtoto wangu ataenda vizuri na maisha yake yatakuwa sawa. Kwa mujibu wa taasisi ya Doris Mollel, zaidi ya watoto 1300 wanatarajiwa kuokolewa hapa kila mwaka kupitia uboreshwaji wa huduma na upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa na kuleta tumaini jipya kwa familia nyingi. Kutoka Kwimba, kaskazini magharibi mwa Tanzania, huko mwenzangu huyo Elizabeth Kazibure. Leo Phyllis ndo kipa, mchezeshaji, kiungo mkabaji, yani ndo kila kitu. Twende tupe vya viwanjani. Na shukran sana Skola, na tunaanza na Tottenham Hotspurs kuponea chupu chupu. Kocha wa klabu hiyo Igor Tudor alitoa ujumbe kwa wachezaji wake wa kutokata tamaa huku timu hiyo ikizidi kukabiliwa na mikosi ya kushindwa. Aliwaambia wachezaji wake kabla ya mechi yao dhidi ya Liverpool kwamba mnaweza kubaki na kulia au mnaweza kupigana. Na basi bao la kusawazisha la dakika ya 90 lililofungwa na Richarlison lililipa Tottenham sare ya 1-1 dhidi ya Liverpool. Wakati huo huo, Wayne Rooney ameitaka Manchester United kumpa Michael Carrick kazi ya ukocha mkuu kwa mkataba rasmi na wa kudumu. Ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Aston Villa katika uwanja wa Old Trafford siku ya Jumapili ulifanya Manchester United kujitenga katika nafasi ya 3 kwenye Premier League. Na tangu ateuliwe kuwa kocha mkuu hadi mwisho wa msimu mwezi Januari, Carrick ameiongoza timu yake kushinda mechi 7 kati ya 9. Na katika mchezo wa tenisi, Jannik Sinner amekuwa mwanamume mdogo zaidi kukamilisha seti ya mataji ya viwanja vigumu baada ya kumshinda Daniil Medvedev katika fainali ya Indian Wells Masters. Mchezaji huyo nambari 2 duniani alimshinda Mrusi huyo kwa seti 7-6, 8-6, 7-6, 7-4 katika mechi iliyodumu karibu masaa mawili chini ya joto kali huko California nchini Marekani. Na mashindano haya sasa nayozungumzia yalifanyika mjini Naivasha. Ni mashindano ya mwaka huu WRC Safari Rally na yalikamilika jana tarehe 15. Makala ya mwaka huu yamekuwa na kishindo na changamoto tele, madereva wakikabiliana na mvua na matope. Hisia kali zilitawala eneo la Hell's Gate wakati nyota wa Toyota Gazoo Racing Takamoto Katsuta alipovuka mstari wa mwisho kwa utulivu na kushinda taji lake la kwanza kabisa la World Rally Championship Safari Rally nchini Kenya. Na niangazie tetesi kwa kifupi tu. Manchester City, Liverpool na Arsenal vile vile Borussia Dortmund wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu beki wa Newcastle United na timu ya taifa ya England Lewis Hall. Skola, nakwambia wacha mimi nikome hapo. Sijui kama ulitazama mashindano ya Safari Rally. Niliona tu video za namna ambavyo madereva walikuwa wakiteseka kweli kweli kupita, wengine wanaonekana kusukuma gari. Ngasema jamani, sukuma mlango si gari bwana. Shukrani sana msikilizaji, tukome hapo. Asante Phyllis.